الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، وجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، وجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aya tuliyosoma ni nambari 7 ndani ya surati Talaq. Kauli ya Allah ambayo ameifungua kwa lamul amri: liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi, na atoe mwenye wasaa katika mali, min saati, kutokana na wasaa wake. Atoe katika kulisha mke au mtoto wa mtalaka kwa uwezo katika mali yake aliyopewa na Allah tabaraka wa taala. Waman qudira alayhi rizquhu, na yule ambaye amenyongeshewa riziki yake, falyunfiq mimma ataahu Allah, basi na atoe katika kile alichopewa na Allah. La yukallifu Allahu nafsan, Allah hatoikalifisha nafsi yoyote illa ma ataaha, isipokuwa kwa kile aliyoipa nafsi hiyo. Sayajalu Allahu ba'da usri yusra, Allah atafanya baada ya uzito, atafanya wepesi. Maneno haya yanatansiki na maneno ambayo tulisimamia katika darasa yetu ya wiki iliyopita, wakati Allah akiwazungumzia watalaka, namna ya kuachwa kwenye majumba walizopewa talaka hizo, bila ya kuwabughudhi, bila ya kuwatoa, bila ya kuwafukuza kwenye majumba hayo. Lakini vile vile aya hii inatansiki na yale ambayo yameelezwa kwa watalaka hao, kwamba akiwa hana mimba, ida yake inakuwa vipi, matumizi yake yanakuwa vipi, akiwa ameachwa mke lakini ameachwa na mtoto au na mimba, ida yake inakuwa vipi na matumizi yake yanakuwa vipi. Lakini vile vile tulisoma kwamba anapoachwa talaka isiyokuwa ya rejea, pamoja ya kutajwa kwenye sura hii, lakini nafikiri tulizungumzia kwa ushahidi wa katika surati Baqara, na huyo naye anakuwa vipi hali yake katika talaka yake hiyo. Aya ya 6 kabla ya hii, Allah alisema: askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum, wawekeni hao min haythu sakantum, katika zile sehemu mnazokaa ninyi, min wujdikum, kutokana na uwezo wenu,
wala tudharuhunna, na wala msiwadhuru hao, litudhayiqu alayhinna, kwa ajili ya kuwanyongesha na kuwafanyia dhiki juu yao. Tukasema madhara yanayokusudiwa hapa, wala tudharuhunna, na wala msiwaingize kwenye madhara hao wanawake mliowaacha, litudhayiqu alayhinna, ili mwafanyie kufinyu na kuwadhikisha wanawake hao. Walikuwepo katika baadhi ya watu wanapomwacha mke, eda inapokaribia kuisha anamrejea, anakaa naye, alafu anamwacha. Eda yake inapokaribia kuisha anamrudia tena. Lengo lake kwamba ni kumdhikisha yule na kumbania asionekane wala asiende kwa mwingine, abakie kalmuallaqa, kama mtu ambaye ametundikwa, hajulikani ana mume wala hajulikani mjane. Kwa sababu kama ana mume angeliishi kwenye maisha ya ndoa, na kana kwamba angelikuwa ni mjane basi angeruhusika kuolewa na mume wengine, lakini hayuko kwenye ndoa wala hayuko kwenye ujane. Walifanya hivyo kwa makusudi kuwakomoa wanawake, kwamba wewe utaniona, wewe si umeniudhi wewe, mimi sikuachi wala siishi na wewe kama wanandoa, tutaishi hivi hivi. Watakotaka kukuoa wakija wanaambiwa ngoja na mume wake, lakini kwa mumewe hayupo, maana hana matumizi, hana uangalizi, hana chochote, jidude tu limewekwa picha. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala akawakaribia wanaume, akawaambia wala tudharuhunna, na wala msiwafanyie madhara hao wanawake, litudhayiqu alayhinna, ili mpate kuwabana, kwa sababu eti ni wanaume wamepewa mamlaka ya kuwa talaka na kurejea, mkawabana hawafanye kile ambacho wanatakiwa wawe huru, ima wajijue kwamba ni wake za watu au wajijue kwamba wameachika, mkawabana mpaka ikawa hawajui. Sifanye hivi. Wa in kunna ulati hamli, Allah taendelea kwa kusema wakiwa wanawake hao ni wenye mimba wakati mkiwaacha, fa anfiqu alayhinna, basi waposheni hao, wahudumieni hao, hata yadhana hamlahunna, mpaka watakapozaa mimba zao. Memwacha mke mjamzito, basi yatakiwa uposhe, umhudumie mpaka ile mimba itakapokuwa imezaliwa. Maana yake mke anapoachwa akiwa na mimba, eda yake itaondoka wakati ya kuzaa. Bado mwanamke akiwa yuko kwenye eda anahesabika kwamba bado ni mke wa mtu. Mmoja atakapokufa kati ya wawili hao wanarithiana, na mwanamke yule aliyokuwa kwenye eda ya talaka, mtalaka wake atakapokufa kabla ya eda yake kumalizika, tantaqilu min iddati talaq ila iddati alwafa, directly anaondoka kukaa eda ya kuachwa, anaenda moja kwa moja kwenye eda ya kufiwa, hata kama ilibakia siku moja eda yake ya talaka iishe. Hata kama imebakia siku moja eda yake ya talaka iishe, mtalaka wake akafa, anaondoka kwenye siku moja ile iliyobaki, anaenda kuishi kwenye eda ya miezi 4 na siku 10. Ndiyo maana sheria imewatetea wanawake kwenye hilo, kwamba waposhwe, wapewe huduma wanapokuwa kwenye eda zao, maadamu watakuwa wana mimba. Na wenye mimba haijalishi
kwamba ameachwa mara ya tatu wala ameachwa mara zile za rejea. Maadamu ana mimba ataposwa na mume wake au talaka wake. Tumeelewana? Kwa sababu talaka rejea haikuwa na sababu kuzungumzia wenye mimba, kwa sababu talaka rejea akiwa ana mimba hana mimba utaposha, kwa sababu yuko kwenye usimamizi wako. Tumeelewana? La tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyin. Kwa nini wamewekwa pale? Kwa sababu huduma zako ziwe ziko karibu. Kwa hiyo hata ikiwa ni ile talaka ba'i, maadamu ana ujauzito wako, basi utatakiwa umposhe, umuhudumie. Sasa umetofautiana ulama katika sehemu ya kukaa yule mwenye kuacha talaka mara ya tatu. Je, atakaa pale pale nyumbani kwa yule aliyemwacha au huyu ana uwezo wa kuondoka pale? Wametofautiana ulama, kwa sababu yale malengo ya kuwekwa pale nyumbani mwanamke mengi hayapo, mojawapo ni kurejeana. Sasa tayari wana talaka tatu, wangoja nini? Baadhi ya ulama wanaenda kwamba ana uwezo wa kwenda kukaa huko kwao, wewe utapeleka gharama huko. Wallahu a'lam. Wa in kunna ulati hamli, na watakapokuwa wanawake hao walioachwa ni wenye mimba, fa anfiqu alayhinna, basi waposheni na wahudumieni hao hatta yadhana hamlahum, mpaka watakapozizaa mimba zao. Fa in arda'na lakum, na endapo watawanyonyesheni watoto wenu, faatuhunna ujurahunna, basi wapeni malipo yao ya kuwanyonyeshea watoto wenu. Shawaacha hao wana watoto wenu huko, walipeni, pigeni bei. Haya bwana, wewe mwanangu utamnyonyesha kwa gharama gani? Mimi nataka kila mwisho mwezi niletee 50,000. Haya, mimi nitaleta 50,000. Tumeelewana? Mimi nitakuletea kila mwisho wa mwezi 50,000 umnyonyeshe mtoto. Bwana, ila nakuletea hizo, lakini usitumie kwenye mtoto anyonye vizuri huyu. Haya, hamna neno, kubaliana. Maana Allah alijua kuna wengine watapokanguki baada ya kuacha hata watoto pia wamesukuma. Na tunaona kuna watu wengi. Jana nilikuwa nazungumza na bwana mmoja, anipa kisa. Sasa sijajua ni yeye au yule mtalaka wake ndio ilikuwa hivyo. Anasema, mimi niliacha mwanamke na mtoto wa miaka 5. Ustadhi, yule mtoto tumekuja kutana ana miaka 25. Ana miaka mingapi bila kuonana mwanae? 22. Ameshamaliza chuo, ameshamaliza kila kitu, yuko ana kazi zake. Na wakati huo wa nyuma ilikuwa akimlazimisha mama yake amuonyeshe babake. Maana yake tokea kipindi hicho hawajaonana sura wala kuwasiliana na baba yake wala mpaka amekuwa na kazi zake. Mama nionyeshe baba, subiri nakuonyesha. Mama nionyeshe baba, subiri. Mama yaonekana alikuwa apendi yule mtoto ajuane na baba yake. Kwa hiyo katika kuumwa yule mama kabla kufariki alimwambia, babu yako baba yako pia amjua. Sasa yule mtoto ilikawa liko kichwani mwake, kumbe babu pia anamjua. Sasa baada ya kufa mama yake, yeye akaanzisha vurugu kwa babu yake. Yaonekana alikuwa pia akitoa msaada pale nyumbani kwa babu yake, kwamba mimi sito wasiliana na nyinyi tena mpaka mniambie baba yangu. Ikabidi babu sasa achukue jukumu lile la kumwambia baba yako ni fulani, lakini mimi pia sijui contact zake tazipata wapi. Ngoja nitafute kipata na kuchukua. Yule babu akatafuta contacts za yule mkwewe akazipata. Ndipo mawasiliano yalipoanza kati ya mtoto na baba, lakini miaka 25. Sasa yeye anatueleza kwamba mama mtu ndio alibana yule mtoto kujuana na baba yake. Wallahu a'lam. Lakini saa nyingine pia wanaume sisi tunapoacha kwa hasira, saa nyingine pia tunasukumiza mke na watoto. Tunasukumiza. Na wako wanaume wengi hivyo.
waweza kuudhiwa na yule mwenzio, lakini yule bado ni damu yako. Mtoto anakosa gani? Hajui chochote. Hudumia mtoto wako. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ameweka mazingira ya kulea watoto hata kama wazazi wao wameachana, kana kwamba Allah anatukumbusha kwamba jukumu la kumlea mtoto hata kama mke umemwacha bado ni jukumu lako wewe mwanamume. Yule mke ana shughuli gani mpaka yeye alishe watoto asubuhi, alishe watoto mchana, alishe watoto usiku? Ana shughuli gani? Asomeshe watoto. Maana kuna baba wengine wakiacha ndio wameacha, hata kusoma watoto wao hawajaanza. Sio hivyo, hilo sio jambo zuri. Allah anatukumbusha kwamba mtakapoachana na wake zenu, fa in ardhana lakum, endapo watawanyonyesheni watoto wenu, faatuhunna ujurahunna, basi wapeni malipo yao na ujira wao hao wanawake. Wa'tamiru bainakum bima'rufin, na kubalianeni kati yenu kwa wema, kwamba mimi nataka 50, mimi kwa 50 bwana sina, mimi nitakupa 40, niongezee basi 5 ili ya 45 kwa mwezi. Haya, mimi nitakupa. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, zungumzeni, yadanieni kwa wema katika swala hilo, sio ugomvi kwamba mimi bila ilikuwa 40 50 hapa kumnyonyeshi huyu, chukua paka wako. Na mume naye asema na mimi bila 40 utajua mwenyewe, utajua umemnyonyesha, kunyonyesha ni mwanao, mimi naondoka zangu. Wa atamiru bainakum bima'ruf, yazungumzeni kwa wema, kwa uzuri. Mnamjadili hapo ni mtoto wenu, hamjui kwamba matokeo yake mtoto huyu itakuwaje. Wa in ta'athartu, na endapo mtatiana uzito kwenye huko kubageni, huyu kataka cha juu, huyu atakapunguziwe. Wa in ta'athartu, kiwa mmetiana uzito kwenye jambo hilo mpaka mkashindwana, fasaturdi'u lahu ukhra, basi anyonyeshwe huyo na mwanamke mwingine ambaye utamlipa wewe. Anyonyeshwe na mwanamke mwingine huyo mtoto, au baba anyonyeshewe mwanae. Lahu dhamiru imma yarji ila alwalid, fasaturdi'u lahu ukhra, kwamba atanyonyeshewa mwanamume huyo mtoto wake ukhra, na mwanamke mwingine. Amnyonyeshee mwanamke mwingine. Si umeshindwa kuwafikiana na talaka wako, basi mtu huyo ajadiliane na mwanamke mwingine, amnyonyeshee mwanae. Tumeelewana? Sio lazima yeye ambaye mmeshindwana. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi, na agharamie mwenye kipato kutokana na kile kipato chake kilivyo, na agharamie mwenye wasaa kutokana na ule wasaa wake. Tumeelewana? Maana yake Allah naye baada ya kuwalinda watoto na kuwalinda wanawake kwamba wasiwanyonyeshe tu watoto wa watalaka wao hivi bila gharama, Allah akawalinda kwamba lazima waume wasimamie malezi ya watoto wao. Sasa Allah anakuja upande wa wanaume, naye Allah akupendelea upande mmoja, na wanaume nao Allah anawapeva, anawaambia kwamba usilazimishwe jambo ambalo halipo kwenye uwezo wake. Mwanamke mwingine anasema mimi bila 400 hapa kwa mwezi simnyonyeshi mtoto wako. Huyu mpiga zege, huyu mchimba mitaro, wataka 400 kwa mwezi akuletee, azitoa wapi? Tumeelewana? Kwa hiyo Allah naye pia anawapa tahadhari wanawake kwamba msingate neno moja kwa moja kwamba mimi nataka kiasi fulani. Angalia na yule mtalaka wako naye ana uwezo gani, kipato chake cha kiasi gani. Kwa hiyo Allah anasema liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati, na agharamie na atoe katika malezi na matumizi. Dhu sa'ati, yule ambaye ni mwenye wasaa, min sa'atihi, kadiri ya wasaa wake. Kama ni mtu wa 5,000 alete 5,000, kama ni mtu wa 10,000 alete 10,000, kama ni mtu wa 500,000 atoe 500,000, kama ni mtu wa 100,000 atoe 100,000. Ni saati kutokana na wasaa wake alikuwa nao na alipangiwa na Allah tabaraka wa taala. Bali insanu ala nafsihi
basira. Kila mmoja anajijua nafsi yake. Wewe unajijua kwamba mimi na uwezo mwanangu kutolea 100,000 kila mwezi, na wewe mwingine unajua vile vile kwamba mimi na uwezo wa kutoa 200,000 kila mwezi kwa matumizi ya wanangu, au mimi na uwezo wa kutoa 500,000 kila mwezi na nisitetereke kwa matumizi ya wanangu. Kwa hiyo kila mmoja awe ni mchunga wa nafsi yake. Usiwe una uwezo wa kutoa 200,000 wewe kwa mwezi wewe wapeleka 25. Mama yao ametaka kuachwa, mama yao alikuwa kidogo sana, mimi nitapeleka 5,000 pale mpaka watakoma wenyewe na mama yao. Lea wanao ya mama yao, ya mama yao, makosa yao. Wewe tekeleza wajibu wako kadiri ya Allah alivyokufanya nini, alivyokuwezesha. Waman qudira alayhi rizquhu, na yule ambaye amedhikishiwa riziki yake, imefanywa dhayyik, imenyongezwa riziki yake, hana kipato kizuri, falyunfiq mimma ataahu Allah, basi atoe na agharamie katika yale ambayo Allah amempa kwa kiasi chake. La yukallifu Allahu nafsa, Allah tabaraka wa taala haikalifishi nafsi yoyote illa ma ataha, isipokuwa kwa kile alichoipa nafsi. Yule aliopewa basi akalifishwa kwa kingi, kiwa ametoa kingi. Yule alipewa cha katikati atoe kiasi cha wasa wa katikati, yule wa chini atoe kwa wasa ule wa chini. Sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra, atajalia Allah baada ya uzito wepesi. Uzito wowote imekuja kwa nakra, zote zimekuja kwa nakra. Tumeelewana Zote zimekuja kwa nakra, usri na yusra. Haikuja kwa alif na lam listighraq kama ilivyokuja fa inna ma'al usri yusra. Huku imekuja moja imepata alif na lam listighraq, alafu nyingine ikabakia kuwa nakra. Tumeelewana Wenyewe wanasema watu wa usul kwamba jina linapokuja mara mbili alafu yote zikawa na alif na lam, basi inakusudiwa kitu kimoja hicho. Inna ma'al usri yusra, hakika penye uzito mmoja pana wepesi mara wa kuwepesesha ule uzito. Ndio maana yake, kwa sababu al-usri imekuja kwa alif na lam na imekuja mara mbili. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, zimekuja mara mbili, lakini al-usri pamoja zimekuja mara mbili, zinakusudiwa moja, na yusri zimekuja mara mbili kwa nakra, zinakusudiwa vitu vingi, wepesi mwingi. Lakini kwenye aya hii zote zimekuja kwa nakra kuonyesha wingi. Sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra, Allah tabaraka wa taala atajalia baada ya uzito wa aina yoyote, ataweka wepesi kwa kutatua hizo uzito hizo zinazopatikania wewe. Wala usione kwamba utapata mazito kwa sababu ya kutoa mali yako kumlea mtoto wako, kwa sababu mama umemwacha. Allah atakupa wepesi kwenye ile unalofanya katika ihsani. Wala usifikiri kwamba utafilisika ili kwa sababu mke ulimwacha ni mtalaka watakuwa ukoshe. Tumeelewana? Usione uzito, au atakufanyia wepesi kwa sababu atekeleza sheria za Allah. Sayaj'alullah ba'da usri yusra, utakuwa na wepesi madamu umesimama katika njia ya sawa, kumridhisha Allah. Umridhishi yule uliyompa talaka kwa sababu amekuudhi, labda amekukafirisha, wewe umridhisha Allah. Kwa hiyo Allah kwenye matatizo yako, uzito wako, Allah ataweka njia nyingi za kuwepesisha na uvuke salama katika njia hii. Dini yetu haikuacha kitu. Uislamu hakuacha kitu. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. وكأي ni kama vile kam khabaria tufidu an al-kathra wal-fakhr. وكأي min qarya ni miji mingi ambayo atat an amri rabbiha, iliyoasi amri za Mola wake,
wa rusulihi, na mitume wake. Miji mingi katika wale miji iliyotangulia wanasema itlaqul mahal biiradati alhal, kama ilivyokuja was'alil qaryata allati kunna fiha wal'ira allati aqbalna fiha. Was'alil qarya, wanasema itlaqul hal biiradati almahal. Baadhi ya ulama wakasema kuna majazi hapa, was'alil qarya ay was'al ahli alqarya, was'al ahli alqarya, uulize watu wa miji. Wallahu a'lam. Kwa wale ambao wanakubali katika Qur'ani kuna majazi, lakini wengi katika ahli sunna wanakataa majazi kwenye Qur'ani, hasa kwenye sifati la sifa za Allah. Tuelewana kwamba yadullahi fawqa aydikum, mkono wa Allah uko juu ya mikono yenu. Watu taawili wanasema msaada wa Allah uko juu ya msaada yenu, wanahawilisha sifa za Allah za mkono, wanafanya ni msaada. Wasema hapana, hii imetumika majazi yadullah, lakini ahli sunna wal jamaa wanasema hakuna taawili katika sifati Allah. Allah katika kujielezea sifa zake zote zimekuja saraha, hakuna taawili wala hakuna majazi katika sifa ya Allah. Wakakataa moja kwa moja katika sifa za Allah, lakini wakathibitisha majazi katika sehemu ambazo sio sifa za Allah tabaraka wa taala, kama hizo was'alil qarya. Tumeelewana? Kama nyinginezo ambazo tutaziona huko, isipokuwa kwenye sifa za Allah tu wamekataa moja kwa moja ahli sunna wal jamaa, isipokuwa al-ash'ira ndio wanafanya ta'wili. Ala kulli hal, na wako ambao wamekataa majazi mutlaka katika Qur'an, hata hizi ambazo baadhi yao wamejihusisha wakasema hakuna. Was'alil qarya, uliza miji. Wanasema kilugha ya Kiarabu hilo ndio fasaha, kwa sababu haitwi mji mpaka kuwe na watu. Mfano mtu akwambia jana mjini pale, kaulize mwahapo mimi wanajua ni nani. Kaulize mwahapo, hata Kiswahili pia wana majazi au wana faraha. Kaulize mwahapo mimi ni nani. Haya, mwahapo inauliza nani? Watu wa mwahapo. Kwa hiyo mji maana yake ni watu, mpaka Allah akasema was'alil qarya. Warabu wenyewe wanajua kwamba was'alil qarya ni watu wa pale. Kwa hiyo hakuna majazi, wanasema wale wanapata majazi kwenye Qur'an, kwa sababu mji hauitwi mji mpaka uwe na watu wanaoishi pale. Sehemu ambazo watu wamehama huo hauitwi mji tena, kwa sababu una watu. Wallahu a'lam. Wa ka'ayyin min qaryatin, ni vingi mno katika vijiji ambavyo atat an amri rabbiha, viliasi amri za Mola wao, wa rusulihi, na mtume wake. Fahasabnaha hisaban shadida, tukavihisabu na kuvilipa hao hisabu iliyokuwa nzito. Wa adhabnaha, na tukaviadhibu vijiji hivyo adhaban nukra, adhabu iliyokuwa mbaya mno. Maana yake watu wa mji huo tukawaadhibu adhabu iliyokuwa mbaya, kama watu wa Adi, watu wa Thamud, kaumu Luti na vingineo hawa. Hata an amri rabbiha, vyote hivi viliasi na kukanusha amri za Mola wao mlezi, wa rusulihi, na mitume wake. Allah anasema fahasabnaha hisaban shadida, tukavihesabu na kuvilipa hisabu ilikuwa nzito. Haikutosha hivyo, wa adhabnaha adhaban nukra, na tukaviadhibu na kuadhibu watu wa miji hiyo adhabu iliyokuwa mbaya mno. Fadhaqat wabala amriha, na vikaonja adhabu ya mambo yao ya ukafiri. Wa kana aqibatu amriha khusra, na ikawa ukomo wa mambo yao na ukafiri wao khusra, ni kupata hasara. Yote vile hasirika,
kwa sababu Allah alipeleka malaika na kunapeleka adhabu ilikuwa nzito. Fadhaqat wa bala amriha, vikaonja adhabu za ukafiri wao na mambo yao. Wa kana aqibatu amriha kufra, na ukawa mwisho na ukomo wa mambo yao ya kikafiri ni kupata hasara. Hii yote imekuja ni tahdid ala hadhihi umma. Allah anawapa tahdidi na vitisho watu wa umma huu wasiwe wanaasi maelekezo ya Mola wao na taratibu zilizofundishwa na mtume wao. Ndio maana ya kuambiwa wenzao waliadhibiwa, walihesabiwa hesabu nzito. Lengo ni sisi tuwaibike jambo waliona dogo, lakini mbele ya Allah ni kubwa. Tumeelewana? Waona kwamba umweka mke eda pale nyumbani kwako ulipompata lako, waliona jambo dogo sana, si akaenda kwenda, lakini yezekawa umemuudhi Mola wako mlezi. Yale makusudio Allah aliyotaka yapatikane kwa nyinyi watalaka wawili mlioachana, umeliondoa wewe, umemuudhi Mola wako tabaraka. Wewe ukaliona dogo. Kwa hiyo hili dogo wenzenu walipatilizwa kwa haya. Kwenye amri za Allah hakuna dogo. Wewe umeambiwa la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa yatina bi, au usiwatoe mke umemwacha abakie pale eda yake malizie pale. Wewe umeshika hasira, ulifanya ibada, toka nenda kweli. Kwani hamna kweli nini? Masimamo haya yote Allah yanamkasirisha. Ndio maana waona makemeo na kuletewa mifano ya wenzetu waliotangulia ambao walikwenda kinyume na amri zake. Yote ni kutuambia sisi kwamba kwenye suala hili talaka na mingineyo tuweni makini, tusizivunje maelekezo ya Allah na sheria zake. Tutoeni posho wanapokuwa eda. Leo ni wake wangapi waliachwa wamemaliza ida zao hivyo hivyo juu? Ni wanawake wangapi walisulubika? Wengine wameachwa na watoto waume wale, lakini wanasulubika hivyo hivyo kulea watoto wao kwa tabu, lakini baba za watoto wako kule wanakula maisha na watu wengine. Hii ni dhambi kubwa ambayo tunaifanya sisi kwa kuacha maelekezo ya Allah tabaraka wa taala. Aada Allahu lahum adhaban shadida, Allah anasema amewaandalia hao adhabu nzito, adhabu kali. Fattaqullaha ya ulil albab, basi muogopeni Allah enyi wenye akili. Alladhina amanu, ambao mmemwamini Allah. Muogopeni Allah, msifanye kama wenzenu kaangamizwa. Aada Allahu lahum adhaban shadida, Allah aliwaandalia wao adhabu nzito. Fattaqullaha, basi muogopeni na mcheni Allah. Ya ulil albabi, enyi ambao wenye akili timamu. Alladhina amanu, ambaye mmemwamini Allah tabaraka wa taala. Qad anzala Allahu ilaykum dhikra, kwa hakika Allah amewateremshieni dhikri na mtajo ambao ni Qur'an. Fassara al-mufassiruna dhikra hina bimaana al-Qur'an, walladhi anzala Allahu ilayna. Qur'ani ndio ambayo Allah ametuteremshia sisi, na Qur'ani ndio iliyotuelekeza maelekezo huko nyuma kupitia Qur'an. Maana yake tusisahau Qur'ani, summiya al-Qur'an dhikran li'annahu yudhkaru fi kulli hin, inakumbukwa na kusomwa na kutajwa kila wakati. Tunaona ni dhikra, bali Qur'ani inaitwa dhikra kwa sababu ndio dhikri kubwa kuliko dhikri yote. Tunapoambiwa tulete adhkari mara kwa mara, adhkari kubwa ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Qur'ani, hakuna dhikri bora kama Qur'ani. Ndio maana tunatakiwa wakati wote tuisome, tuifahamu, tuzingatie, tuifanyie kazi, kwa sababu ndio afdalul adhkar, ndio dhikri bora kuliko zote. Kwa hiyo Allah anatukumbusha, anasema qad anzala Allahu ilaykum dhikra, kwa hakika Allah amewateremshieni
mtajo kwa kumtaja yeye Allah ambao ni Qur'ani, rasulan, vile vile ameteremsha, amemtuma mtume, yatlu alaikum ayatillah, ambaye anawasomeeni aya za Allah tabaraka wa taala. Wametofautiana ulama katika i'rab neno rasula. Nani atatusaidia? Rasula i'rabu yake hapa ni qad anzala Allahu ilaykum dhikran rasulan yatlu alaykum ayatillah. Wametofautiana ulama katika kuiribu neno rasula. Wako waliosema kwamba rasula ni badal min dhikra, qad anzala Allahu ilaykum dhikran rasula, Allah ameteremshia mtajo ambaye ni mtume, yatlu alaykum ayatillah, ambaye anawasomeeni aya za Allah tabaraka wa taala. Wale ambao wanaifanya ni badal na dhikran ni mubdal minhu. Maana yake qad anzala Allahu, qad at-tahqiq, anzala fi'l madhi, ilaykum jar wa majrur, dhikran maf'ul bihi mansub, rasulan badalu min dhikran mansub aidan. Tumeelewana? Wallahu a'lam. Hii ni njia ya kwanza katika kuiribu hiyo, lakini wapo katika mufassirin walisema rasulan sio badal, bali ni maf'ul bihi li fi'li mahdhufin taqdiruhu qad anzala Allahu ilaykum dhikran wa arsala ilaykum rasulan yatlu alaykum ayatillah, na Allah amewaleteeni mtume ambaye wasomeeni aya za Allah tabaraka taala. Kwa hiyo rasula wakaifanya ni maf'ul bihi ya fi'li iliondolewa, taqdiruhu wa arsala ilaykum rasulan yatlu alaykum ayatillah, na amewaleteeni mtume ambaye anawasomeeni nyinyi aya za Allah tabaraka wa taala, mubayyinatin, hali ya kuwa zinaweka wazi kila kitu. Hizo aya zinaweka wazi, kwa sababu mubayyinati hapo ilipo ni hali ya kuwa zinabainisha, ni halu mansub wa alamatu nasbihi al-kasra niyabatan al-fath li'annahu jamu muannath salim. Wako waliosema ni hali, lakini wako waliosema ni na'tin ala ayati, wallahu a'lam. Lakini hali hapa inakuwa ni zaidi, ni asah kuwa bayinati ni hali wala sio naati ya ayati. Mubayyinati ni hali ya kuwa aya hizo zinabainisha kila kitu. Liyukhrija alladhina amanu wa amilu salihati min adh-dhulumati ila an-nur. Amefanya hivyo Allah ili Allahu lahu ta'lim, liyukhrija alladhina amanu, ili Allah apate kuwatoa wale ambao wameamini na wakatenda mema, min adh-dhulumati ila an-nur, awatoe kwenye giza kuwapeleka kwenye nuru. Imekuja kwa mufrad na imekuja kwa jamu. Minadh-dhulumati imekuja kwa wingi kwa jamu. Dhulumati jamu dhulma. An-nur ni mufrad ambayo jamu yake ni anwar, lakini imekuja kwa jamu. Wanasema ulama kwamba hapa pana isti'ara tasrihia. Watu wa balagha wakizungumza hivyo wanaelewa kizungumza nini. Isti'aratu tasrihia, ambayo hapa pameondolewa mushabba na akabakia mushabbahu bihi. Sehemu mbili hizo, kwa sababu ukafiri Allah tabaraka wa taala ameufananisha na giza. Ukafiri amefananisha na kiza, na imani Allah amefananisha na nini? Na nuru. Imani na Uislamu Allah amefananisha na nuru, na ukafiri Allah amefananisha na kiza. Maana yake kafiri yoyote hawezi kupata njia sahihi ya kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya ukafiri wake.
Ili mtu apate njia sahihi ya kuelekea kwa Allah, lazima ashikamane na Uislamu. Uislamu ni nuru na ukafiri ni kiza. Unapowekwa kwenye kiza, wewe huwezi kufika salama huko unakokwenda, ima utajigonga gonga au utaingia kwenye shimo, ndio ukafiri. Na unapokuwa kwenye nuru, maana yake kwenye Uislamu utaenda sahihi huko unakokwenda, katika sahihi, kwa sababu njia ni nyeupe unaiona. Ndio maana wakasema kuna isti'ara tasrihia, shabbaha Allahu al-kufra bidhulumati kama annahu shabbaha al-imana wal-islama bin-nuri. Allah amefananisha ukafiri na kiza. Ukishikamana na ukafiri utapotea, kwa sababu uko kwenye kiza uone. Ukishikamana na Uislamu na imani utaongoka, kwa sababu uko kwenye nuru, unaona kule unatakiwa kwenda. Ai liyukhrija alladhina amanu wa amilu salihati min alkufri kadhulumati fi dhalala ila al-imani wal-islami kadnuri bil hidayah. Ilikuwa hivyo, lakini imekuja kwa istiara tasrihia ambayo imeondolewa mushabba sehemu zote mbili na ikabakia mushabba bihi sehemu zote mbili. Kwa hiyo Allah amefanya hivyo ili awatoe wale ambao wameamini na wakatenda mema, kuwatoa kwenye kiza cha ukafiri na kuwapeleka katika nuru ya imani na Uislamu. Waman yu'min billah, na mwenye kumwamini Allah, wa ya'mal saliha, na akatenda yaliyokuwa mema, yudkhiluhu jannati, Allah atamuingiza katika mabustani ambayo tajri min tahtiha al-anharu, ambayo pita chini yake mito, khalidina fiha abada, watadumu humo kwenye mabustani milele, watadumu humo milele. Qad ahsana Allahu lahu rizqa, kwa hakika Allah atamtengenezea huyo riziki yake, atamtengenezea riziki yake. Maana yake ukitaka riziki yako ikunjuke, basi muamini Allah na utegemee. Sharti ya riziki ya mtu kukunjuliwa na kutengenezwa vizuri riziki yake ni mtu kufanya yaliyo mema, kumwamini Allah na kutenda mema. Na kukunjuliwa sio maana lazima mtu awe tajiri. Tumeelewana? Kutengenezewa riziki maana yake sio mpaka awe tajiri. Mtu kile kichache alichokuwa nacho chezekawa na faida kuliko tajiri na kile kile. Hii ndio kad ahsana Allahu lahu rizqa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kutaka kukunjuliwa riziki zake na kurefushiwa umri wake, falyasil rahimahu, aunge udugu. Mwenye kutaka riziki yake ikunjuliwe vizuri na umri wake uongezwe wa kuishi, falyasil rahimahu, basi aunge udugu, asikate udugu. Wametofautiana ulama katika maana hizi, kwamba je, riziki ya mtu inaongezwa wakati kashakadiriwa? Je, umri wa mtu unaongezwa wakati kashakadiriwa ataishi miaka? Ndio, unaongezwa umri, na ndiyo riziki pia inaongezwa, na vyote hivyo viko kwenye kadari ya Allah, sio kwamba viko nje ya kadari. Hapana, Allah katika kadari yake amekadiria kwamba mja wangu huyu ataishi miaka 21, lakini namkadiria akifanya mema haya nitamuongezea mwaka mmoja. Ni katika kadari, kama nilisema Sheikh Uthaymeen, katika kadari haitoki. Mja wangu huyu riziki yake itakuwa hivi, lakini akifanya hivi nitamuongezea. Ipo hiyo, ni kadari, haipingani. Katika ulama mmoja wapo ni Saleh Uthaymeen amezungumza hivi, lakini wengine wakasema kuongezewa umri na kuongezewa riziki sio maana kutakuwa na ziada ya umri wako uliopangiwa kama ni 21 uongeze kwenye 22 kuishi. Maana yake ataongezwa umri wake utakuwa na baraka. Hautakuwa umri mrefu lakini matatizo mengi. Maana unaweza kupewa miaka 60
Lakini ukawa hiyo miaka yako 60 uliopewa una furaha nayo kila ubalende wewe una furaha. Mara sio ambao unangiri, mara unaambua sio kiuno tumeachia nini, mara ambao mgongo siku zote wewe na daktari na wewe mpaka 60 imegota dunia uje ifanye chochote. Maana yake ukurefushiwa umri wewe ni namba tu, lakini ufaidi chochote kwenye umri wako. Na kuna wengine wameishi miaka 30 lakini wameishi vizuri kuliko wameishi miaka 60. Wakasema ni kule kubarikiwa kwenye umri ule uliopewa, ukawa una umri wako umeufaidi vizuri. Tumeelewana kwa yale mema na mazuri uliyofanya. Hata kule hali katika kauli zote mbili hizo, wa qad ahsana Allahu lahu rizqa, Allah atamtengenezea yeye riziki zake kwa kule kumwamini Allah na kuyatenda yaliyo mema. Utendaji wa matendo mema yanaingia kwenye yote: kuwatii wazazi, kuwaheshimu watu wazima, kuwahurumia watoto, kufanya ibada, tumeelewana, kuwatembelea wagonjwa. Zote hizo ni katika mambo ambayo yanamfungulia mtu riziki yake na kumfanyia wasa Allah katika riziki. Madamu ni jambo la kheri, lifanye, usiliogope, usiliache. La tahqiranna min al-ma'rufi shay'a, usidharau katika wema chochote. Ujui wema upi utakuwa na daraja kubwa mbele ya Allah tabaraka. Wewe fanya kwa kadri ya uwezo wako, kwa sababu wema na imani katika vitu ambavyo Allah hutengenezea mtu riziki yake. Tumuombe Allah atujalie katika hao. Allahu alladhi khalaqa as-samawati, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Allahu khabaru al-mubtada'i al-mahdhufi taqdiruhu huwa Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati. Yeye Allah ndiye ambaye ameziumba mbingu 7, wa min al-ardi mithlahunna, na ameumba katika ardhi mfano wa mbingu 7. Maana yake ardhi nazo ziko 7. Tunaona maana yake kama zilivyoumbwa mbingu 7 na Allah vile vile ameumba ardhi ziko 7. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi, Allah ndiye ambaye ameumba mbingu 7, wa min al-ardi mithlahunna, na katika ardhi mfano hizo mbingu 7. Yatanazzalu al-amru bainahum, uteremka amri za Allah kati ya mbingu hizo 7 na ardhi hizo. Maana yake zinapoteremka amri za Allah zinavuka kwenye mbingu 7, zinakuja ardhini kwa wanadamu, ambapo wanadamu wakujue ardhi bainahunna, baina samawati 7 wa baina al-ardun as-7. Amri za Allah zinateremka hapo katikati ya mbingu 7 na ardhi 7, ambazo zinakuja kwa mitume, na mitume wana supply kwa waumini wao kwamba Allah anataka hivi, Allah anaelekeza hivi. Lita'lamu anna Allah, ili mpate kujua ya kwamba Allah ala kulli shay'in qadir, kwamba yeye juu ya kila kitu ni mweza mno. Imekuja kwa sigha mubalagha, qadirun ala wazni fa'il. Uwezo wake haulinganishwi na chochote katika viumbe wake. Uwezo wa Allah uko juu mno. Ndio maana katika majina yake na sifa zake zinakuja katika sigha mubalagha. Lita'lamu, ili mpate kujua nyinyi, anna Allah, ya kwamba Allah ala kulli shay'in qadir, juu ya kila kitu yeye ni muweza. Wa anna Allah, na hakika ya Allah, qad ahata bikulli shay'in ilma, amekizunguka kila kitu ukitambua na kielimu. Kila kitu amekizunguka kwa elimu yake, anakijua nje ndani. Ametujua sisi kabla hajatuumba, ametujua sisi kabla hatujaingia kwenye matumbo ya mama zetu,
ametujua sisi kabla ya kuzaliwa kutoka kwenye matumbo ya mama zetu. Kwa hiyo hii ndio wanaita ihata. Al-ihatatu huwa an ya'lama al-insan shay'an bikulliyatihi, ni mtu kujua kitu nje ndani, ndio wanaita ihata, ambayo ilmu hii kwa Allah ni zaidi. Yeye anawajua walimwengu vizuri mno, wale wenye ujanja pia Allah hadanganyiki na ujanja wao. Wale matapeli mpaka kwenye dini Allah hatapeliki kwa ujanja wao kwenye dini, kwa sababu Allah yeye anavijua kila kitu nje ndani, kwa elimu iliyokuwa thabiti na iliyokuwa zito. Kwa hiyo yale yote tulioambiwa, Allah anamaliza hivi ili tutishike, tusidanganyike kuzivunja amri za Allah na maelekezo yake, hasa kwenye talaka. Hivi vitisho vyote Allah tabaraka wa taala anatuelezea sisi ili tuwe makini kwenye kuachana na kuoana, tuwe tunachunga misingi ya Allah tabaraka wa taala na tuwe tunaheshimiana. Kuachana ni jambo ambalo halipendezi kwenye sheria, lakini limewekwa kama ni neema. Tulizungumza nafikiri mwanzo wa hii sura, ndoa ni neema kwa Waislamu na talaka vile vile ni neema kwa Waislamu. Manaswara wanapooana hawachani. Kwa hiyo yaweza ikawa ndoa yao imewashinda, kila mmoja hataki kuishi na mwenziwe na hayuko tayari kuishi na mwenziwe, lakini sheria zao zinawaambia nyinyi mpaka kufa kwenu. Kwa hiyo watu wanaishi alikuwa na wanapingu kwenye shingo, lakini haruhusiwi kuoa mke mwingine, wala na yule haruhusiwi kuolewa na mume mwingine, wala wenyewe hawatakani tena. Umeona ilivyo bana? Kwa hiyo mwisho mtu aona ili niondokane na zahama hili, mimi ngoja niwe sugu. Haya, ataishi na nani? Mmoja anywa sumu au ajiua kwa sababu amekosa ile nafasi ya kuvua ile pingu alikuwa nayo. Mayahudi nao wanaoana na wanaachana, lakini talaka zao Mayahudi kurejea kwao hakuna limit. Sisi unapomwacha mwanamke ndani ya miezi mitatu, kama hujamrejea, ikiisha ida yake utaoa kwa ndoa mpya na mahari mapya na makubaliano mapya. Yule aliyokuwa mke wako, madamu ida yake imeisha, basi utaenda kosa upya, kubadili tena upya. Maana yake kama ni adhabu wapewa, maana umetoa miezi mitatu msizie, mkubaliane, mrejeane, lakini umeacha miezi mitatu yote imepita. Sasa kama umeshindwa kuelewana kwenye miezi mitatu, alafu wewe wataka uje tena yule umrejee, sheria kwambia kazungumzeni upya, mkubaliane na mahari mapya. Lakini Mayahudi hawana limiti kwenye kurejea. Maadamu alikuwa ni mke wake, hata hiyo imepita miaka 6, akitaka kurejea arejea, arejea. Lakini Uislamu umekuwa alwasat, wakati wakati. Tumeamrishwa kuoana, kuachana ikiwa kuna budi, na tuna limit ya kurejeana katika ndani ya kipindi cha miezi mitatu. Kwa hiyo lazima tuchunge haki za talaka. Kila mmoja ana haki kwa mwenziwe katika suala la talaka, na kila mmoja achunge misingi ya Allah tabaraka wa taala katika jambo hili. Nafikiri hapa tutakuwa tumefikia mwisho wa surati Talaq. Apendapo Allah, kesho tutaingia katika surati Tahrim, ambayo mambo yake hayakuachana sana na talaka, kwa sababu kuna mambo yanahusiana na hayo kama ambavyo tutakujaona inshallah. Tuombe Allah tabaraka wa taala atujalie mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.